Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Miongoni mwa mataifa katika Umoja wa Ulaya pamoja na NATO yanasema sasa hayawezi kuendelea na utoaji wa fedha kwa ajili ya Ukraine. Mataifa hayo ni pamoja na Jamhuri ya Czech lakini pia na Hungary. Mataifa hayo yamesema kwa sasa hayawezi kutoa usaidizi wowote. Jamhuri ya Czech haitashiriki katika usaidizi wowote wa kifedha kwa ajili ya Ukraine. Waziri Mkuu Andrej Babis amesema, akiongeza kuwa umoja huo lazima utafute njia nyingine za kuendelea kufadhili Kiev. Mwanasiasa huyo wa mrengo wa kulia wa Eurosceptic ambaye alimeteuliwa kuwa waziri mkuu mapema wiki hii alifanya kampeni ya kuyapa kipaumbele masuala ya ndani. Kwa muda mrefu amekosoa msaada mkubwa wa Kiev chini ya mtangulizi wake Petri Fiala ambaye baraza lake la mawaziri lilizindua mpango mkubwa wa ununuzi wa silaha za kimataifa kwa ajili ya Ukraine. Katika video iliyotumwa kwenye ukurasa wake rasmi wa Facebook siku ya Jumamosi, Babis alisema alikuwa amezungumza na waziri mkuu wa Ubelgiji Bart De Wever, mpinzani mkubwa wa mpango wa Tume ya Ulaya kufadhili Kiev kupitia kile anachokiita mkopo wa fidia unaohusishwa na takribani dola bilioni 200 za mali za Urusi zilizohifadhiwa katika umoja huo. Tume inalenga kufikia makubaliano kuhusu mpango huo, lakini De Wever ambaye nchi yake ni mwenyeji wa shirika la malipo la kifedha la Euroclear ambapo sehemu kubwa ya mali inashikiliwa, ameita kuwa ni sawa na kuiba pesa za Warusi na kwamba Urusi italipa kisasi kwa kuchukua fedha za watu wa Magharibi, jambo ambalo linahatarisha uchumi wa nchi za Ulaya pamoja na ulimwengu. Hata hivyo, hii inatajwa kwamba ni moja kati ya sababu ambazo zinatengeneza mazingira ya kutoaminiana hasa katika uwekezaji kutoka katika mataifa mbalimbali. Ninakubaliana naye, Tume ya Ulaya lazima itafute njia nyingine za kufadhili Ukraine, Babis alisema. Urusi imedai dhamana kutoka kwa wanachama wengine wa EU ili kushiriki mzigo huo ikiwa lazima pesa hizo zirudishwe. Na vyombo vya habari vya Czech, hii inaweza kugharimu takribani dola bilioni 4.3. Babis alisema nchi haiwezi kumudu. Sisi kama Jamhuri ya Czech tunahitaji pesa kwa raia wa Czech na hatuna pesa kwa nchi nyingine. Hatutatoa dhamana yoyote kwa Tume ya Ulaya na pia hatutatoa pesa kwa sababu hazina kazi, alisema Babis. Katika kile kinachoonekana kama hatua ya kwanza ya kuendeleza mpango wa mkopo wa fidia, kambi hiyo mnamo Ijumaa iliidhinisha sheria yenye utata ya kuchukua nafasi ya urekebishaji wa makubaliano ya miezi 6 ya mali ya Urusi kufungia kwa mpango wa muda mrefu ambao unaweza kuilinda dhidi ya kura ya turufu na nchi zinazopingana. Hatua hiyo imeibua wasiwasi kuhusu kuhujumu kanuni za msingi za Umoja wa Ulaya, kwamba manunuzi makuu ya sera ya kigeni na fedha yanahitaji ridhaa za pamoja, huku waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban akilani kama kinyume cha sheria. Orban miongoni mwa viongozi wa nchi wanachama Umoja wa Ulaya ambao mara kadhaa wamepinga mipango ya kutumia fedha za Urusi, lakini pia kutumia fedha kuunga mkono Ukraine katika vita vinavyoendelea huko nchini Ukraine. Slovakia pia imesema haitoungana na mataifa ya Ulaya katika kutoa fedha za kuisaidia Ukraine, lakini pia kutoa fedha za Urusi zilizopo katika Euroclear. Slovakia itapiga kura dhidi ya chochote kitakachoruhusu mali ya Urusi iliyogandishwa kutumiwa kuipatia silaha Ukraine, Waziri Mkuu Robert Fico alisema. Alionya kwamba msaada zaidi wa kijeshi utasababisha mauaji ya kila siku yasiyokuwa na maana na mamia ya maelfu ya Warusi na wa Ukraine. Wafadhili wa Magharibi wa Kiev walizuia karibu dola bilioni 300 katika mali ya benki kuu ya Urusi baada ya mzozo huo kuongezeka mnamo mwaka 2022, nyingi zikiwa katika EU. Mzozo umeibuka kati ya mataifa ambayo yanataka kutumia mali kama dhamana kwa mkopo wa fidia kwa Kiev na wale wanaopinga. Wanachama wa EU wanatazamiwa kupiga kura kuhusu mpango huo wiki ijayo. Fico, mpinzani wa muda mrefu wa mpango huo, alielezea kwa kina msimamo wake katika barua kwa rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa mapema wiki hii. Katika chapisho la X siku ya Ijumaa aliandika kwamba baadaye alizungumza na Costa na akasisitiza upinzani wake wa kuipa Kiev silaha. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.